When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a wilderness, Elijah and Elisha were on their way to Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said to, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophet at Bethel came to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied, "but do not speak of it." And then mstari wa 4. Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, the Lord has sent me to Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. 50 men of the company of prophets went and stood at his distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at Jordan. Elijah took his long cloth, rolled it up, and stuck the water with it. The water divided to the right and the left, and the two of them crossed over the dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Elisha replied, "You have asked a difficult thing," Elijah said. "Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not." As they were talking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horse of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up heaven in wild. Elisha saw him and cried out, my father, the chariot and the horses, men of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took clothes of his own clothes and tore them apart. He picked up the cloth that he had fallen from Elijah and went back and stood at the bank of the Jordan. Then he took the cloth that had fallen from him and struck the water with it. Where now the Lord, the God of Elijah, he asked. When he took the water, divided to the right and the left, and he crossed over. The company of the the company of the prophet from Jericho who were watching said, "The spirit of Elijah is resting on Elisha." And they went to meet him and bowed to the ground before him. "Look," they said, we, your servant, have 50 able men. Let them go and look for your master. Perhaps the Spirit of the Lord has picked
him up and set him down on some mountain or in some valley. No, Elijah replied, do not send him. But they resisted until he was too ashamed to refuse. So he said, send him. And they went 50 men who searched for 3 days, but did not find him. When they returned to Elisha, he was staying in Jericho. He said to them, did I tell you not to go? Bwana apewe sifa. Amen. Tufikishe hapo. Haleluya. Huu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elia. Kuna hawa ni watu wawili, majina yao inataka kutabukika kama sawa. Bwana apewe sifa. Kuna Elia na kuna Elisha. Haleluya. Na Elia ndiye alikuwa nabii mbele kuliko Elisha. Bwana apewe sifa. Hata tunajua vizuri Elia ndiye alienda akakuta Elisha akilisha kondoo ama akilima na ng'ombe za baba yake. Bwana apewe sifa. Amen. Na wakati alimuita akamwambia wacha hata nimalizane na hizi ng'ombe, alichinja ng'ombe zote na akaitia watu wa kijiji wakakuja wakakukura na akafuatana na Elia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ujumbe wangu leo ni ufuatilie mpaka upate. Haleluya. Kufuatilia mpaka kufanya nini? Kupata. Bwana apewe sifa. Watu wengi hufuatilia lakini wakifika mahali wanachoka. Bwana apewe sifa. Watu wengi hufuatilia wakifika mahali wanarusha mikono ama wanaona kana kwamba ni kazi ya bure. Haleluya. Nashukuru Mungu, Biblia inatuambia kwamba hawa watumishi wawili walikuwa mahali kulikuwa kunaitwa Gilgal. Bwana apewe sifa. Mahali pale walikuwa wanaongea na wakiongea, huyu Elia alikuwa amejua muda wake wa kuenda umefika. Haleluya. Lakini hakuwa anataka kuambia mwenzake kuli anaenda. Lakini sababu wakati Elisha aliitwa na Elia alijua huyu ni mtumishi wa Mungu na nitafuatana naye mpaka dakika ya mwisho. Bwana apewe sifa. Elia akaambia Elisha, kaa hapa kwa sababu Mungu amenituma Bethel. Haleluya. Naye mtumishi akamwambia, mimi huniachi, tutaenda na wewe mpaka mahali pale. Haleluya. Na akamwambia haya twende. Lakini wakati walipofika Bethel, Bwana apewe sifa, nataka kukuonyesha vile saa zingine wewe hutolewa kwa baraka zako na watu. Haleluya. Ama na situation. Bwana apewe sifa. Wakati walifika Bethel, Biblia imetuambia mahali pale walikuta manabii. Haleluya. Amen. Tuchuke sana manabii. Haleluya. Amen. Manabii wako wa Mungu wanatabiri vizuri. Na kuna manabii ambao hutupotosha. Bwana apewe sifa. Sasa hawa manabii wakauliza Elisha, na sababu wewe unafuatana na huyu mtu, unajua ni kukufa ama naenda, tuseme tu ni kukufa juu hata kumuona tena, si ndio? Si unajua akifika mahali pale anaenda, hata kama hakuambii anaenda kukufa. Bwana apewe sifa. Naye akawaambia, ninajua. Haleluya. Hayo najua na inawasaidia na nini? Bwana apewe sifa. Wakati watu wanakufunja moyo na maono yako ile umepanga, usiwakubalie. Haleluya. Ile communication yako na Mungu usikubali ifujwe na mtu. Haleluya. Wakati uliokoka uliacha dhambi, uliachana na marafiki wengi. Haleluya. Ukasema mimi kutoka leo ni kufuatana na Yesu. Haleluya. Kile ninakuja kukutangazia ni ya kwamba wewe fuatana na Yesu mpaka dakika ya mwisho. Bwana pewe sifa. Watu wengi watakwambia ni sababu umeokoka. Hii majaribu ni mengi, si ujaribu sana upande mwingine. Haleluya. Watu wanakuaga na visababu mingi sana. Hata kama umeokoka, mtu lazima ukae ukijijua. Unajijua aje na Yesu anakujua. Haleluya. Alikujua tangu ukiwa katika tumbo la mama yako, hata kabla hujaupika. Bwana apewe sifa. Mungu alijua wakati kama huu duniani kutakuwa na mtu anaitwa Rosemary. Haleluya.
kutakuwa na mtu anaitwa Yunus, kutakuwa na mtu anaitwa Ezekiel. Haleluya. Mungu alikuwa anajua. Haleluya. Elisha akawaambia ninajua. Na akaona wakakosa jambo la kumwambia. Bwana apewe sifa. Na ndio naambiaga watu, unaona mtu akikuletea maneno ya kukufunja moyo. Haleluya. Mwambie unajua. Sababu ukimwambia unajua, atakwambia nini kingine na kitu alikuwa anataka kukuambia na unajua. Haleluya. Si amekosa jambo. Na akikosa jambo si amenyamaza. Haleluya. Walikuwa wamekosa jambo, wakaachana na Elisha. Haleluya. Wakaacha aende. Lakini mahali pale Petro haikuwa mwisho. Bwana apewe sifa. Wakati Elia aliona huyu mtu kweli hadiachi, akamwambia unajua mimi nimetumwa na Mungu Jericho. Haleluya. Na akamwambia na mimi kama Mungu aisivyo, mimi ambao ulinikuta nikilima na ng'ombe zangu. Haleluya. Na ukaniambia nikufuate na nikachinja nikaacha, hata mimi tunaenda na wewe Jericho. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Wakafuatana na yeye, akamwambia uniachi. Bwana apewe sifa. Na wewe mpendwa, wakati majaribu inakuja, unafaa kuambia Yesu, Yesu wewe ulinikuta kwa baa nikikunywa, ukaniokoa na nikaachana kuharibu pesa yangu, sikuachi hata nini ikija. Haleluya. Hata kama majaribu inakuja, Yesu natembea na wewe mahali unaenda. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akamwambia uniachi, hata kama unaenda Jericho, mahali pale tunaenda na wewe. Bwana apewe sifa. Imani, kuwa na ushujaa. Haleluya. Hataki kujua ni nini inaendelea kule mbele. Bwana apewe sifa. Walipofika mahali pale Jericho, Bwana apewe sifa, Shetani hakuwachangi mpendo. Haleluya. Hata pale kulikuwa na watu wa kumvunja moyo ambao bado walikuwa manabii. Na ndio naonaga saa zingine hata watu wameokoka wanaweza kukuvunja moyo. Ama ujui, ukiangalia watu, ukitegemea watu, imani yako ikiwa kwa watu, wanaweza kukuvunja moyo. Haleluya. Sababu hawa walikuwa watu wa Mungu, walikuwa manabii kweli. Si unaona walikuwa wanajua kile kinaenda kutendeka. Kwa hivyo si hata walikuwa wanamdanganya. Walikuwa wanamwambia ukweli. Bwana asifiwe. Lakini wewe ni kweli. Wamekuambia, lakini wewe na moyo wako umeamua aje. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wewe na moyo wako ni kweli wamekuambia. Mwaki tumekuambia leo, umetuambia leo utalala hapa kanisani. Na sisi tuanze kukuambia wewe unajua hapa kanisani vile kuna kuanga na ubu. Na ni kweli inakuanga. Haleluya. Amen. Sina kuanga. Kuna kuanga na ubu mingi kama umewahi mimi nimewahi fuka hapa siku kadhaa. Ubu inanikula. Na shida hapa kesho yake nalala na huku mwana ubu. Haleluya. Siko tukwambia ubu iko. Na ni kweli iko. Lakini tukikuambia ubu iko, utuambie ninajua, hatuna jambo lingine. Sababu unajua. Haleluya. Wewe unajua yule alikuita na kile alikuahidi. Haleluya. Kwa hivyo watu wakikufuta moyo, unafaa kuambia mimi najua majaribu ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yote. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu mara nyingi tunafujangwa moyo ni kuona tumeokoka. Ni kweli mimi sijatenda dhambi, nimeokoka na niko sawa, lakini majaribu imenifuata, mambo mazito imenifuata. Sasa mtu ambaye anajua Biblia kama vile Shetani alienda kwa Yesu, anakuja na kuambia tu, unajua wewe umeokoka. Na Biblia inasema dhahabu na fedha ni za Mungu. Ni kwa nini wewe huna? Najua watu wale wanakufuja moyo wakujagi na neno lingine mama Karo. Wanakuja na neno. Si unajua tu dhahabu na fedha ni za Mungu. Kwa nini huna? Haleluya. Hata wewe unamwambia ninajua. Haleluya. Lakini Biblia inaniambia mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yote. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ni kwa muda tu unateseka, lakini wakati wa Mungu ukiisha, haya yote Bwana atakuponya naye. Amen. Haleluya. Ukimwambia hivyo, anakosa jambo lingine. Haleluya. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa na ushujaa, alikuwa ameamua. Hawa manabii wakati Elia alinikuta pale kwa shamba hawakuwa. Haleluya. Na ndiye
waliniita. Kwa hivyo sifai kufuatana na wao. Hakuna kitu wako naye yangu. Bwana pewe sifa. Na sisi wakati watu wanakuja kutufuja moyo, tunakumbuka kule Yesu alitutoa. Haleluya. Tunajua kama watu hata pengine tumepatana juzi, lakini wakati nilikuwa nimeng'ong'otwa na shetani huko, wengine walikuwa walevi wanalala kwa mtara. Bwana pewe sifa. Wengine walikuwa waisi. Kuna mtu anaweza kukutolea ushuhuda kwa bia aliponokea kidogo kukufa. Haleluya. Lakini Yesu akamtoa huko. Hawa hawakuwa. Bwana pewe sifa. Lakini ukiwaambia ninajua kuna Yesu mahali aliniita, mimi nafuatana na huyo Yesu, mtu ananyamaza anakosa jambo. Haleluya. Kwa hivyo wacheni tukae na imani ya kujua yule alituita, tukifuatana naye, haleluya, kuna ushindi. Mtumishi wa Mungu akawaambia hawa manabii, ni kweli ninajua. Bwana pewe sifa. Hawakuchoka hapo. Bwana pewe sifa. Wakafuatana naye. Mtumishi wa Mungu naye akamwambia, unajua Mungu amenituma. Elia ni kama alikuwa anataka kuhepa Elisha. Bwana pewe sifa. Mungu amenituma Jordan. Haleluya. Pale ndio kulikuwa na shida. Sababu Biblia inasema mahali pale kulikuwa na manabii 50. Haleluya. Haleluya. Kulikuwa na manabii 50 ambaye waliona kile kilikuwa kinatendeka. Bwana apewe sifa. Wamesimama pale kumfuja moyo. Bwana apewe sifa. Kufuja Elisha moyo, kumwambia sasa huyu mtu umefuatana na yeye, unajua sasa anaenda kukufa. Wacha hivyo. Sasa hivi mkiambiwa hii kanisa mnakuja, huyo pastor wenu kutoka Sunday hata kuwa, wengine hata hatawahi kuja hapa tena. Hata baadaye ukuje useme tutafuatana na wewe. Bwana apewe sifa. Mtaki kujua pastor anaenda wapi? Wengine hata watataka kujua kama pastor hayuko mimi siendi. Haleluya. Amen. Lakini Elisha alijua huyu mtumishi lazima nifuatane na yeye. Bwana apewe sifa. Na mahali pale Biblia inatuambia ati manabii 50, Bwana apewe sifa, walikuwa pale wakiwaangalia wakati walivuka Jordan. Haleluya. Sasa ninaona wanaangalia waone ni kweli wamefika kwa mto na huyu mtu amefuatana tu na yeye, watafanya nini mahali pale? Bwana apewe sifa. Amen. Nashukuru Mungu. Ni kwa sababu wakati watu wanangojea uishe, hutaisha, watapanua mdomo na kushangaa. Bwana apewe sifa. Amen. Sababu wakati walingojea wakaona kwamba huyu Elia ametoa nguo yake, amepiga maji, barabara imekuwa, wamefuka. Haleluya. Wakashangaa. Wakashindwa ni nini kinaendelea. Maadui zako watashangaa hivyo wapendwa. Bwana apewe sifa. Ukikaa katika msimamo, Bwana apewe sifa. Wakati walifuka mahali pale wakiongea tu, sasa Elia akaona huyu mtumishi sina njia nyingine ya kumhepa. Haleluya. Unaweza sumbua Mungu mpaka aone sasa huyu ndugu, huyu dada, sina jambo lingine imebakia ila kumwachilia baraka zake. Bwana apewe sifa. Akaona sasa ni kweli, nikisema nikuvuka mito ingine, tutashinda tukivuka mito. Haleluya. Tutashinda tukienda. Kwa maana huyu amemaanisha. Haleluya. Yaani uamuzi ambao huko ni kama wasimu. Haleluya. Kuamua na roho moja. Sasa wakiongea mahali pale, Elia akaona kweli huyu mtumishi amemaanisha. Bwana apewe sifa. Akamuuliza, na wewe ni nini ungetaka kutoka kwangu? Haleluya. Bwana sifiwe. Nashukuru Mungu. Huyu mtumishi hata hakumwambia ningetaka unigawie shamba, unigawie nini. Haleluya. Lakini ile kitu ningetaka ni double anointing. Bwana apewe sifa. Yaani double anointing. Haleluya. Sijui kama wewe umewahi kaa ukatamani double anointing ya kufanya kazi ya Mungu kuliko hiyo mtu unaonanga mbele yako. Bwana apewe sifa. Lakini shida ile iko siku hizi. Ukitamani double anointing ya mtu, unaanza kumwonea wivu. Unataka kumumaliza. Haleluya. Si kweli, si kuko hivyo. Watu wengi
akitamani kile kipawa. Hata uimbaji kanisani, mambo mingi si kanisani, hata huku nje. Ukiona mtu amebarikiwa, badala ujue huyu mtu alifanya nini, ama umwendee, haleluya, utamani ujue, ni kwanza kumwendea, kumuonea wivu, haleluya. Lakini Elisha alimwambia upende, nataka double portion ya anointing yako. Bwana apewe sifa. Nashukuru Mungu. Elia naye hakuwa mtu wa wivu, alimwambia ukweli. Nao shida pia iko na watu wote, mwenye ako na anointing ama ako na nguvu nyingi ama ako na mali mingi, ukimwambia alipata aje, haleluya, hataki kukuelezea. Bwana apewe sifa, sababu anaona utamuruka. Siku kwa hivyo anaona utabarikiwa, mshinde, mpite hapo. Kama ni muimbaji akiwa anaiba vizuri, badala ya pia waibaji wale wengine, wewe nyenyekea, haleluya, nyenyekea chini yangu tu, unisikilize vile mimi huwa natoa maneno yangu. Hata saa hiyo akijua kuna mtu anamngoja asikie vile yeye anatoa maneno, saa nyingine ataiba kisumbutupu ile ya Amerika, hata tusikii maneno, haleluya, ndio mwingine asinuliwe. Bwana apewe sifa. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia ya kwamba ukiniona nikinyakuliwa, Bwana apewe sifa, haleluya, lakini usiponiona, haleluya, itaenda. Bwana apewe sifa. Ukimwona akifanya nini? Akinyakuliwa. Kwa hivyo lazima uwe available kila wakati kwa uwepo wa Mungu, haleluya. Ndio neema isishuke wakati wewe uko kanisani lakini uko nyumbani, haleluya. Ama ujui unaweza kuwa kanisani na uko nyumbani, haleluya. Mama Karo, wewe uko hapa na Saidi unalinda maligo hapo tu kwa kiti. Bwana apewe sifa. Si watu ufanya hivyo? Uko kanisani asingirira Saidi unapanga ushago ng'ombe zangu pengine walitoa, haleluya. Na uko kanisani, Bwana apewe sifa. Akaambiwa ya kwamba ukiona nikichukuliwa utachukua hiyo unataka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo lazima angekaa macho. Tabia ndani yako, kaa macho. Haleluya. Kwa hivyo katika hali ya kiroho lazima ujielewe na ujijue, haleluya. Sababu wakati wa kunyakuliwa ndio mwagiwe baraka zako, hujui ni nini, haleluya. Katika hali ya kuongea wakiendelea tu, Bwana apewe sifa. Biblia inatuambia mafarasi walikuja, haleluya. Mafarasi wako na kiroho kingi sana, Bwana apewe sifa. Upepo ukawa mwingi sana, haleluya. Kwa hivyo kulikuwa na kitu ya kuogopya. Hali haikuwa vile ya kawaida, Bwana apewe sifa. Lakini Elisha hakuogopa, Bwana apewe sifa. Ninaona alikaa mahali pale, hata sasa maongeo yamekwisha, sasa ni kungangana, sasa ni kuenda anaenda, ni nini ninabaki naye, haleluya. Lakini nashukuru Mungu sababu yeye alibaki nafasi, haleluya. Wewe unabaki na nini mpendwa? Bwana apewe sifa. Wakati baraka Yesu anaachilia, unabaki na nini? Wengine wananyakua, wanaenda, unabaki bila, haleluya. Ni wakati wa kukaa ukiwa macho, Bwana apewe sifa. Sababu wakati Roho Mtakatifu wa Mungu anashuka, hakukuani na amani, haleluya. Amen. Biblia inatuambia farasi si hata wewe saa hii tuko hapa kanisani, uone ng'ombe zimeingia hapa hata busi na zimeingia mara moja, hatukuwa tumesiona hapa, haleluya. Na upepo umeanza pupu hapa kanisani, watu wengine watatoroka, hata watataka kujua hizi busi zimekuja kufanya nini, hii upepo imekuja kufanya nini. Bwana apewe sifa. Wengine ni kutoroka, watatoroka, haleluya. Lakini Elisha akajua sasa huyu ndio wakati wangu, Bwana apewe sifa. Ninaona alishikilia fasi la aya hivi ni mpaka likararuka. Bwana apewe sifa. Baraka za Bwana lazima unganganie mpendo, haleluya. Lazima unganganie, haleluya. Lazima uwe muombaji wa usiku, wa mchana, haleluya. Lazima ujitoe kanisani, haleluya, na mali yako na mwili yako. Bwana apewe sifa. Mwili wako ni kukuja kwa ibada, haleluya. Kama ni kazi iko kwa kanisa unafanya, haleluya. Uwe available kila wakati. Mali yako ni kutoa sababu ya kazi ya Mungu, haleluya. Ukisikia kuna kutoa, usukumwi, haleluya. Unasema Mungu nisaidie.
unatoa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu nawaambiaga Mungu anajua mioyo yetu. Na hawezi kubali ubaki bila kama umejitoa kwa moyo wako wote. Haleluya. Juu hata kama hiyo upepo ulikuja na hali ilikuwa gumu mahali pale, lazima Elisha angepata kitu, sababu haleluya, alikuwa amejitoa kwa moyo wake wote. Alikuwa amefuatana na Elia, haleluya, na alikuwa amejua huyu mtumishi si mtumishi wa kawaida, kuna kitu iko ndani yake. Haleluya. Na wewe ujue Yesu yule alikuokoa, hakukuokoa wokovu wa kawaida. Haleluya. Usikubali wokovu wako uwe wa kawaida. Unajua shida tuko naye, tumeokoka sikatai, lakini wokovu umekuwa ni wa kawaida. Haleluya. Watu wajue tumeokoka. Watu wajue kanisa langu ni fulani. Haleluya. Ama watu ndio kanisa itakuja kwetu masishi. Bwana apewe sifa. Ole wetu. Sababu tunaweza fanya haya yote na iwe hatutabaki nafasi. Bwana apewe sifa. Yesu akituangalia akiwa juu mbinguni, anaona watu wako empty. Haleluya. Nashukuru Mungu sababu wale waliokuwa wakifuja huyu mtumishi moyo, Bwana apewe sifa. Naona wakati Elia alienda, ndugu amebaki pale peke yake. Sasa watu walikaa kando, wale manabii 50 walikuwa pale wanamuona. Haleluya. Walikuwa wanamtazama. Sasa naona maneno ilianza. Haleluya. Sasa utakaona hata rudi upande huu. Bwana apewe sifa. Si Jordan iko pale, ile walipiga pasi maji ikapatikana. Sasa wanamwangalia wakiwa ng'ambo ile. Sasa Elia ameenda. Na sasa vile hayuko huyu ndugu, mambo yake na kukuja huku kwetu imeisha. Atakuwa wa ng'ambo ile. Haleluya. Sababu Elisha ndiye alimsaidia, wakapata njia, wakaenda. Sasa atasaidiwa na nani? Haleluya. Lakini nashukuru Mungu sababu katika maombi yako kile umeomba Mungu akikuachilia kitakuwa na nguvu zaidi. Haleluya. Elisha akajua, si niliomba nikaambia mtumishi wa Mungu ninataka double anointing kama yake. Haleluya. Kwa hivyo kama yeye tukivuka aligongesha hii fasi hapa kukawa na njia, hiyo double anointing imenishukia, hii si kitu, akagongesha na akapata njia. Haleluya. Akatoka. Haleluya. Nashukuru Mungu. Hawakuona Elia. Bwana apewe sifa. Hawakuona Elia mahali pale, lakini double anointing ilikuwa na huyu mtumishi, walikuwa wanafuja moyo. Bwana apewe sifa. Na wewe mpendwa, wale wanakufuja moyo, haleluya, wakati Mungu atakuachilia mafuta ya anointing, haleluya, wakati Mungu atakumwagilia mafuta ya uponyaji, haleluya, wakati Mungu atakumwagilia mafuta ya huduma, haleluya, wakati Mungu atakumwagilia mafuta ya kazi, Bwana apewe sifa, watabaki wakiuliza ni yule ndugu tu, ni yule dada tu. Wanakuja kwako, wanaweza kukuambia mkubwa. Haleluya. Ezekiel, naona vile wanafungua geti pale, watakuwa wakikuja, ukikuja na kiprando wanafanya hivi, wanakufungulia unaingia. Haleluya. Fungua hiyo geti na roho moja ukiambia Mungu kitu. Haleluya. Usikae mahali huko hivi. Bwana apewe sifa. Enda ukiambia Mungu, hata mimi nataka hii double anointing. Bwana apewe sifa. Hata mimi nataka kufunguliwa, kwani wewe si mtu. Haleluya. Hata mimi nataka. Bwana apewe sifa. Na Mungu wetu anasikia. Elisha akajua kufuatana na huyu mtumishi, bora nikuwe mnyenyekevu, bora nikuwe mwaminifu, nikuwe faithful kwake, na kile ninataka lazima nitakipata. Na sisi wapendwa, tunafuatana na Yesu. Haleluya. Si tuliokoka tukasema tunafuatana na Yesu, si tuwe wanyenyekevu. Haleluya. Si tufuatana na yeye tu, na double anointing tunapata. Watu watabaki wakishangaa. Haleluya. Ni kwa sababu mtumishi wa Mungu Elisha, wakati alibaki, hata alifanya ishara nyingi sana. Haleluya. Alifanya mambo mpaka hawa watu waliokuwa wakimdharau wakaanza kumwogopa, wakaanza kumuinamia.
wanamuita master mkubwa. Haleluya. Imagine yule mtu alikuwa, wewe unajua kile unafanya, wewe unajua unaenda wapi. Saa nyingine wakibaki hapo wanabaki wakicheka, sasa kameenda wapi? Hapo kama mtu unajua ni kama kanakuanga kamwenda. Haleluya. Hakajui kile kanafanya. Huyo mtu kanafuatana na yeye anaenda kukufa. Na kanaenda tu. Katatuonyesha katarudi na nani. Haleluya. Kumbe atarudi akiwa na kile aliomba. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndio ninawaambia mara nyingi, na hili jambo huwa nalirudia sana mahali hapa, ati ya kwamba Mungu hutimiza tamanio ya mioyo yetu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile unatamani sana, omba sana. Haleluya. Kile unatamani omba na uwe mwaminifu kama Elisha. Haleluya. Ukiomba na uwe mwaminifu, wakati mmoja, siku ya masiku, haleluya, utakuwa ukishuhudia watu, ukiambia watu nilikuwa naambia watu nitakuwa ABCD, wanaona kana kwamba ni mchezo, Mungu akiwa ameachilia. Haleluya. Kwa hiyo wacheni tuambie Mungu atusaidie. Ukisoma hapo chini utaona hata wakati Elisha sasa alirudi, alifanya mambo mengi mpaka kuna siku moja alikutana, madharau inafuatanga tu watumishi. Haleluya. Hapo chini utakuta kuna wakati alikutana na vijana, sababu pengine walikuwa wamemsoea, wanaona ni mtu wa kawaida. Kumbe alitisha gabwa anointing. Haleluya. Kumbe utakutana nao mara ya pili, hawakuelewi. Kumbe uko na upako maradufu Jehova. Haleluya. Akakutana na vijana, wakaanza kumcheka. Walikuwa vijana 40. Haleluya. Wakimuita upara. Bwana apewe sifa. Wakati aliwatamkia tu, wote walikuliwa na dubi. Dubi inaitangwa nini na Kiswahili? Inaitangwa nini? Haleluya. Inaitwa nini wasomi? Watu kufika. Bia. Mimi najua sijui bia ni nini na bia. Bia lakini si najua kila mtu ataelewa ni nini hiyo. Bwana apewe sifa. Yaani iliwatokezea wote vijana 40 ikawakula wakaisha, sababu ya tabo alitamuka tu jambo. Alikuwa kitamuka jambo linatendeka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati utakaa katika upako wa Mungu, haleluya, uamini ya kwamba Yesu aliniambia ya kwamba nikikaa kwake na niwe mwaminifu, chochote nitaomba nitapata. Haleluya. Yesu mwenyewe wakati alikuwa duniani alikuwa akiponya watu. Ukiona watu wote wametendewa katika Biblia, kitu ya kwanza ilikuwa inaanza na imani yako wewe mwenyewe. Haleluya. Yesu watu wote aliponya, alikuwa anawaambia imani yako imekuponya. Haleluya. Kwa hivyo hata tukiomba, hata ukiombewa na mtumishi, hata ukiombewa na nani, kwanza wewe mwenyewe ukuwe na imani. Haleluya. Elisha sababu ya imani yake alijua huyu mtu ni kweli yako na anointing, akaamini. Na akaamini lazima nitaipata. Aliipata. Bwana apewe sifa. Wewe sijui ni nini hiyo unatamani, sijui ni nini hiyo unataka. Bwana apewe sifa. Amini tu. Mimi ni kujitoa sasa. Nitajitolea kumtafuta huyu Mungu na mali yangu na imani yangu na mwili yangu. Haleluya. Na uone kwa hakika Mungu wetu ni mwaminifu, atakutendea. Shida tuko naye ni kuona kana kwamba wakati ama tumeenda kidogo, haleluya, muda ni mwingi, lakini huyu mtumishi wa Mungu kunaona kuna step, haleluya, kuna mahali pa kuanzia na kuna mahali pa kumalizia. Wapendwa, Bwana apewe sifa. Walikuwa pale Gilgal. Bwana apewe sifa. Mahali hapo ndio walianzia maneno ya safari, lakini safari ilikuwa imeanza mbali. Haleluya. Juu ilianza wakati huyu Elia alikuta Elisha akilima. Bwana apewe sifa. Akamwambia nifuate, na akamfuata. Bwana apewe sifa. Lakini wakawa wakienda wanaona ile vile mtumishi wa Mungu anafanya. Kumbe alikuwa anamuita ndiposa naye Mungu amwandae wakati wake umeisha. Haleluya. Naye mtumishi akajua huyu aliniita, sifuatani, simwachi, nafuatana naye kila mahali. Gilgal wakaenda, akasema sibaki hapa. Watu wengi wako pale tu Gilgal. Anakuwa ninaenda. Oh, enda, tutaonana. Ameendaje? Haleluya.
Ama pengine umetoka Gilgal umeenda Bethel. Sasa mimi unajua hata hapa nitaenda mbele. Hii safari hata kesho niko na shughuli. Unaacha ameenda. Bwana asifiwe. Bethel. Ama unaenda Bethel, anasema bado ninaenda Jericho. Unasema na hii safari yako nayo imekuwa bali, hata kama nilikuwa nimesema na kufuata, wacha leo nibaki hapa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakati unarudi ukiwa Jericho, haleluya, na uko karibu kufika Jordan, haleluya. Bwana apewe sifa. Sijui kama kuna kitu unapata. Yaani umemfuata Gilgal, Bethel, haleluya. Umeenda pale, sasa mko karibu kuvuka Jordan. Lakini wewe umesema ubaki Jericho. Bwana apewe sifa. Baraka zako zinaishia wapi? Haleluya. Lakini mtumishi wa Mungu alivuka mpaka Jordan. Haleluya. Ngapo ile Jordan ingine kuna baraka yule. Bwana apewe sifa. Ile ngapo ingine ya Jordan, hapo ndio Elia anaenda kunyakuliwa na ndio baraka zako unaenda kusipata. Bwana apewe sifa. Pia Mungu akusaidie kufuatana na baraka zako kutoka Gilgal, wende Bethel, wende Jericho, haleluya, na ufuke Jordan usipate. Bwana apewe sifa. Na utarudi ukiwa double anointed. Mtumishi wa Mungu alirudi akiwa double anointed. Bwana apewe sifa. Simama na miguu yako. Ambia Mungu sitoki kuchoka kwa njia. Nataka kufikia baraka zako. Baraka zako kuna mahali siko mpendwa. Baraka zako kuna mahali siko. Ambia Mungu kutoka siku ya leo, nataka Mungu wangu nisichoke, sababu watu wengi walichoka kitambo. Kuna watu walijaribu safari lakini wakaona ni kweli huyu mtumishi sijui naenda na wapi na yeye. Nimeanza safari na bado ananiambia tuendelee. Baba unachoka kwa njia. Pia Mungu nisaidie nisichoke kwa njia, sababu kuna mambo mengi umeahidiwa lakini ukijaribu kuyafuatilia unaona kana kwamba ni kudanganywa, unaona kana kwamba hali imekuwa ngumu. Pia Mungu akusaidie kufuatilia baraka zako kiposa ukaweza kuvuka hata Jordan, ufikia mahali utapata double anointing. Ni kwa sababu kuna double anointing Mungu ameweka ni sababu yako. Kuna kazi imewekwa mahali ni sababu yako. Usichoke na kuomba mpendwa, usichoke na kufuatilia. Watu wengi wanaachia kwa njia ni kukosa kufuatilia. Elisha hakukosa kufuatilia, alifuatana na Elia. Akajua ni kweli huyo mtumishi ni mtumishi wa Mungu na kuna anointing yako naye. Si mtu wa kawaida, kuna hali yako naye na nitafuatana naye mpaka niipate. Asante Jehova, asante Lilima, asante Baba yangu, ninakuinua. Ni kwa ajili wewe ni Mungu mkuu, ni kwa ajili wewe ni Mungu mwenye uwezo. Tunaomba Baba ukatupe nguvu maradufu ya kufuatilia baraka zetu. Mara zingine tunafutika katikati kabla hatujafikia Jehova, tunachoka kwa barabara. Lilima, umeamua kubariki hawa wapendwa, umeamua kuwainua Jehova. Ninaombea Baba mchana